Katika tukio linaloonyesha kwa uwazi mvutano wa kimataifa unaoendelea baharini, Urusi imeiomba rasmi Marekani kusitisha operesheni yake ya kuifuatilia na kujaribu kuiteka meli ya mafuta ya Belawan, meli iliyokuwa ikiondoka nchini Venezuela. Ombi hilo linakuja baada ya hatua ya kushangaza kutoka kwa wafanyakazi wa meli hiyo kuchora bendera ya Urusi ubavuni mwa meli hiyo na kuomba ulinzi rasmi wa Moscow. Hatua hiyo imeibua maswali makubwa kuhusu nguvu ya bendera ya taifa, sheria za baharini, vikwazo vya kiuchumi na mpaka kati ya utekelezaji wa sheria na uchokozi wa kijeshi. Kwa zaidi ya siku 10, meli ya Belawan ilikuwa ikifuatiliwa kwa karibu na wanajeshi wa Marekani wa US Coast Guard, ikihusishwa na kile kinachoaminika kuwa mtandao wa siri wa kusafirisha mafuta ya Venezuela kwa lengo la kukwepa vikwazo vya Marekani. Venezuela imekuwa chini ya vikwazo vizito vya kiuchumi kwa miaka kadhaa, hasa katika sekta ya mafuta. Kutokana na hilo, usafirishaji wa mafuta kupitia njia zisizo rasmi, meli zisizo na bendera wazi au kubadilisha umiliki wa karatasi umekuwa ukiripotiwa mara kwa mara. Kwa mtazamo wa Washington, Belawan ilikuwa shabaha halali ya kisheria, lakini kwa mtazamo wa kimataifa, jambo hilo halikuwa rahisi hivyo. Mambo yalibadilika ghafla pale wafanyakazi wa Belawan walipochora bendera ya Urusi ubavuni mwa meli hiyo na kutangaza kuwa wako chini ya ulinzi wa Urusi. Kisheria, bendera ya meli flag state ina uzito mkubwa sana kimataifa. Meli inapobeba bendera ya taifa fulani inachukuliwa kama eneo la mamlaka ya taifa hilo, hata ikiwa kwenye maji ya kimataifa. Ndipo hapo Marekani ilikabiliwa na chaguo gumu: kuendelea na uvamizi, hatari ya mgogoro wa moja kwa moja na Urusi, au kusitisha hatua za moja kwa moja kulinda maslahi ya kidiplomasia lakini kupoteza nguvu ya utekelezaji. Baada ya hatua hiyo, Marekani ilisitisha jaribio la moja kwa moja la kuivamia au kuiteka Belawan, lakini haikuacha kabisa ufuatiliaji wake. Badala yake, meli iliendelea kufuatiliwa kwa mbali, hakukuwa na uvamizi wa kijeshi na hakukuwa na tamko la wazi la kuachana na madai hayo. Hii inaonyesha wazi hofu ya Marekani kugusa maslahi ya Urusi moja kwa moja, hasa katika mazingira ya sasa ya mvutano mkubwa wa kijiografia unaohusisha Ukraine, Mashariki ya Kati na vita vya kiuchumi pamoja na nchi ya Venezuela. Ni muhimu kukumbuka kuwa ndani ya mwezi mmoja uliopita, Marekani imeteka meli 2 za mafuta za Venezuela. Haijulikani iwapo zilikuwa chini ya vikwazo au la. Ilitumia hoja ya utekelezaji wa vikwazo na usalama wa kimataifa. Hivyo basi hatua ya Belawan haikuwa ya kawaida, bali ni tukio lililobadilisha mchezo kwa sababu ya kuhusishwa kwa Urusi moja kwa moja. Hadi sasa hakuna tamko rasmi la kukubali, hakuna tamko rasmi la kukataa, na kuna tahadhari kubwa ya kidiplomasia. Kimya hiki cha Marekani kina ujumbe mmoja muhimu: nguvu ya nchi kubwa haiko tu kwenye silaha, bali pia kwenye bendera na hadhi ya kimataifa. Tukio la Belawan linaonyesha mambo makuu matatu: bendera ya taifa kubwa ni ngao ya kisiasa na kisheria, vikwazo vya Marekani vina mipaka vinavyokutana na nguvu sawa, na bahari imekuwa uwanja mpya wa vita baridi vya kisasa. Kwa ulimwengu unaokabiliwa na mgogoro wa nishati, vikwazo na mgawanyiko wa kijiografia, kisa cha Belawan ni onyo kwamba vita vya nguvu havipangwi tena ardhini pekee, bali pia baharini, kwenye karatasi za usajili na kwenye bendera ya taifa kubwa.